kwamba yeye ni wa karibu kuliko mke wako, yeye ni wa karibu kuliko mume wako, yeye ni wa karibu kuliko watoto wako, yeye ni wa karibu kuliko rafiki yako mwingine. Hakikisha kwamba unampa nafasi ya kwanza, asichukuliwe nafasi hii, yaani nafasi yake isichukuliwe na mwingine yoyote. Nafasi ya Mungu isichukuliwe na mke wako, isichukuliwe na mume wako, isichukuliwe na watoto wako, isichukuliwe na marafiki zako, isichukuliwe na wazazi wako, isichukuliwe na watoto wako, isichukuliwe na bosi wako, isichukuliwe na business partner wako, isichukuliwe na vingine unavyovipenda, si mavazi, magari na vitu kama hivyo. Nafasi ya Mungu iwe ya kwanza daima. Amen. Awe ndiye wa karibu kuliko. Amen. Kwa hiyo ukianza siku na mazungumzo na Mungu, halafu yeye sasa ukiwa uweponi mwake, hauwezi ukatoka uweponi mwa Mungu halafu ukawa wa kawaida. Musa alipotoka uweponi mwa Mungu kule siku 40 mlimani, kwa mlima Sinai kule, aliposhuka kutoka uweponi wa Mungu, kwa wana wa Israeli walishindwa kumtazama usoni kwa sababu uso wake uling'aa utukufu wa Mungu. Utukufu, yani alikuwa na reflect utukufu wa Mungu. Na anasema hivi, na wewe ukiwa ni mtu wa karibu sana na Mungu kwa kutafakari sana neno lake na kwa maombi yale ya kina, maombi ya kimazungumzo, unazungumza na Mungu kama baba na unajitambua kwamba wewe ni mwana kwake. Unapotumia muda wa kutosha uweponi mwa Mungu, unapotoka uweponi mwa Mungu, unatoka ukiwa unang'aa utukufu wa Mungu. Hata kama haitaonekana kabisa ile wanasemaga Shekinah glory ni utukufu wa Mungu ambao ni visible. Utakuwa una utukufu wa Mungu ambao hata kama sio ule unaoonekana kama wingu, si kama nini, lakini utakuwa ni mtu ambaye unatembea ukiwa na utukufu wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Na kuna nyakati huwa hata wapagani wanaweza kutafsiri hali tunalionayo, wanashindwa kuielezea, lakini wanaona kuna hali fulani ambayo sio ya kawaida. Na kuna wakati fulani unaweza kaenda mahali ambapo hauonekani kwamba ni mlokole, na wakahisi kwamba huyu lazima ni mlokole tu. Sasa unajua ni nini? Ni ule utukufu wa Mungu ambao umetafsiri. Maana unajua wanadamu ni roho, unajua hivi, mwanadamu ni roho yenye nafsi inayoishi ndani ya nini? Ndani ya mwili. Kwa hiyo ana viwango fulani hivi vya kusensi mambo ya kiroho. Kwa ukiwa ni mtu wa rohoni ambaye unatumia muda wa kutosha uweponi kwa Mungu, hali hiyo huwa inaonekana. Ukienda kazini kwako inaonekana, ukienda kwenye biashara yako inaonekana, ukienda hata kama ni shambani inaonekana. Utukufu wa Mungu siku zote utakufunika. Ile ambayo tunaambiwa kwenye Warumi sura ya 3:23 kwamba sijui wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nataka niseme hili, utukufu wa Mungu umerejeshwa katika Kristo Yesu kwa kuwa tumemwamini. Amen. Na utukufu wa Mungu unakuwa zaidi tunapokuwa na intimacy, ukaribu na nani? Na Mungu. Ninakutia moyo kama wewe ni mtu unayekurupukaga tu au unakurupuka alafu kazini, kwenye biashara, hizi shabani, sijui nini na mambo mengine unakurupuka tu, au hata kama naomba mambo kulikuwa. Yaani kuanzia sasa badilika. Amen. Kuanzia sasa badilika. Amen. Uwe na intimacy na Mungu. Ukaribu wako na Mungu utakulipa. Amen. Siku nzima inakuwa ni ya baraka, inakuwa ni ya ushindi. Unaona kwa sababu nini? Umeanzia uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Amen. Ili katikati humo pia uishi ukiwa katika hali ya maombi, katika hali ya ibada. Yes, yani ibada na maombi ni vitu ambavyo ndio vinatuleta karibu sana na nani? Na Mungu. Wewe mtu kuna mtu unaweza kukuta hawezi kutulia hivi, anaosha vyombo, sio anafanya nini? Anafagia, mara anaimba vijimbo, sina na nini. Jamani, sio unaona walokole namna hiyo. Lakini siku za leo kuna walokole ambao yaani akisahau hivi anaimba nyimbo za dada. Maana ndizo ambazo zimekamata akili na hisia zake.
Yaani kuna mwingine unakuta amesahau anaimba nyimbo zile za mwanamuziki gani wa kidunia, nyimbo tu za ajabu ajabu. Alafu ukijitokeza hivi ndio anashtuka. Bwana Yesu atuponye. Tutoke huko. Amen. Tutoke huko. Amen. Sikiliza nyimbo za Mungu zenye kumtukuza Mungu. Alafu hata nazo yaani usipende kusikiliza sana nyimbo za kujirumusha. Mimi nasema kujirumusha mpaka sasa nimeshaelewa, si ndio? Chini kinyeji. Kwa hiyo wanasema kuifanya kuimula, si ndio? Yaani ni ile hali ya kujihurumia. Majaribu jamani, usikina nini? Yaani kuna waimbaji wanaimba wanavuta hisia za matatizo ulio nayo. Alafu napenda sana kusikiliza kwa sababu wanagusa hisia zako, alafu unaanza kulia mbele za Mungu. Maombi ya kujihurumia. Mungu sasa aliimba mimi. Angalia hata ambao hawajaokoka wamebarikiwa kuliko mimi. Wewe hiyo unang'anya nani kwamba wale waliokoka wamebarikiwa kuliko wewe? Hadi unang'anya nani? Kwa nyimbo na zenyewe tunasemaga si hizo za bosa. Zingine yaani tupilia mbali, hazina maana. Nyimbo ambazo zinafaa zaidi namba moja zipe kipaumbele ni nyimbo zile ambazo zinachochea vertical relationship. Tuko pamoja? Amen. Vertical relationship. Pastor Joshua anasiri fulani hivi kwamba yeye huwa haimbi matatizo yanayomzunguka. Ingekuwa anatunga nyimbo na kuimba matatizo yanayomzunguka, asingekuwa anatunga na kuimba nyimbo anazoimba. Na nyimbo za namna hiyo zinakuwa ni timeless. Yaani ni nyimbo ambazo hazina expiry date. Kuna nyimbo zilitungwa kwa miaka 1500 na 1600 na 1800 mpaka leo unakuta yani zenyewe zikiimbo bado zina upako na zina message ambayo haichuji. Ni timeless. Hizo ndizo nyimbo ambazo mwana wa Mungu ziimbe na kuzisikiliza sana. Zingine za tenzi, nyingine ziko kwenye nyimbo za kitabu cha nyimbo za Injili, nyingine ziko kwenye kitabu cha nyimbo za uzima tele. Ziko za namna hiyo. Na hizo zingine zimetungwa tu na matunzi wanaimba tu wao walipata nyimbo za nyimbo nzuri ambazo zinamtukuza nani? Lakini zaidi ya hizo basi ziwe zina sifa mojawapo katika zile sifa sita yes. Sawa? Kwa maana kwamba mwimbaji awe ni mhubiri. Mwimbaji ni mhubiri. Jamani tuko pamoja? Amen. Mahubiri au mafundisho neno la Mungu nayo yanatakiwa yawe na maeneo hayo sifa. Yenye kumtambulisha Mungu ni nani? Kuwafanya watu wamjue huyo Mungu ni namna gani? Kuyatambulisha makusudi ya Mungu, mapenzi ya Mungu watu wayajue. Kutambulisha vipaumbele vya Mungu, kuonya, kutoa maelekezo na ahadi za Mungu. Maeneo mangapi? Sita. Lakini ambalo ni powerful zaidi ni ile ambalo linakuconnect inayoitwa vertical relationship. Vertical relationship yani kwa sababu kuna horizontal relationship na vertical relationship. Vertical relationship ni uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Na Mungu unachochea huo uhusiano. Horizontal ni pale unapochochea uhusiano kati ya wewe na wanadamu wenzako. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Amen. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo likizingatiwa, likipewa nafasi inayostahili litasababisha kwamba yani upendo wa Mungu, ile hali ya kupenda Mungu ndani yako iweze kuwa active, iweze kuchochewa sana. Lakini jambo la pili ambalo linachochea upendo wa Mungu ndani yetu si waamini ni kujaa na kufurika Roho Mtakatifu. Kujaa na kufurika Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu kuna stage zaidi ya moja ambazo labda nizielezee kwa haraka. Tunampokea Roho Mtakatifu siku ya kumwamini Yesu, siku ya kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya.
kumkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu amemfufua katika wafu, unaokolewa, si ndio? Sasa mchakato ule unawezeshwa na neno la Mungu na Roho Mtakatifu pamoja na utashi wako, yaani wewe unapotumia vizuri kipawa cha hiari, wokovu unapatikana. Kwa hiyo kuanzia hapo kuna namna ambavyo tayari kuna utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, lakini kuna kule tunaposema ni kujazwa Roho Mtakatifu au ubatizo wa Roho Mtakatifu, sawa na ambavyo Bwana Yesu alipokuwa anawaelezea wanafunzi wake kwenye ile Yohana sura ile ya 7, Injili ya Yohana kuanzia mstari wa 36, alipotoa ile mwaliko kwamba njooni wenye kiu mje mfanye niwe maji. Hapa sasa aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji hiyo haitafanyaje? Itabubujika ndani yake. Ule mstari wa 38, Yohana 7 ule mstari wa 38. Kwa hiyo huo sasa ndio tunaita ujazo wa Roho Mtakatifu. Unaitwa ubatizo hasa pale unapojazwa kwa mara ya kwanza. Ni kweli utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kuwepo tangu ulipoamini, lakini kuna hilo tukio sasa la kujazwa Roho Mtakatifu, kama ambavyo tunasoma ambavyo hawa wanafunzi walikuwa wamemwamini Yesu na wametembea na Yesu, wamesaidiana na Yesu katika huduma, lakini kabla ya kupaa kwake aliwaambia kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Na hata kwenye ile Yohana 7 alipozungumza habari za hiyo mstari wa 38 kwa habari za hiyo mito ya maji hai, kwenye mstari wa 39 anafafanua ya kwamba alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu ambaye walikuwa bado hawajampokea, kwa maana kwamba hawajabatizwa bado. Na watu kwa pamoja. Sasa sisi tunatambulika kama Wapentekoste kwa sababu ya mkazo tulionao wa kile kilichotokea siku ya Pentekoste, ujazo wa Roho Mtakatifu unaoambatana kunena kwa lugha na karama nyinginezo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Elewa haya. Lakini pamoja na kwamba ulishajazwa, kwa wewe ambaye ulikwisha kujazwa tayari, kwa maana kwamba ulishabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, bado kuna kujazwa tena na tena kwa viwango vipya na vikubwa zaidi kuliko vya jana na juzi. Na sifahamu mwisho wa kujazwa ni upi, unakuwaje siku. Wakisoma Ezekieli 47, kuna kisa pale alikuwa anaonyeshwa maono Ezekieli. Katika maono yale aliona mto unaotoka madhabahuni kwenye hekalu la Mungu. Mto ule ulitoka pale ukiwa tu ni mdogo kwa kina na upana wake, lakini akawa anaambiwa apime. Akipima ni baada ya virasi ni 100 zile, yaani umbali fulani hivi, akiambiwa apime anakuta kwamba yale maji yaliongezeka. Maji yalikuwa yanaongezeka kadiri yalivyokuwa yanaelekea huko yanakoenda. Yalikuwa kwanza ni machache tu kwenye viweko vya miguu, baadaye magotini, baadaye viunoni, baadaye yakawa ni maji mengi ya kuogelea ambayo hauwezi kuvuka tu hivi kirahisi. Sasa maji haya ya kuogelea maana ni maji mengi ambayo hauwezi kuyakontrol kirahisi, la maji yanakukontrol wewe. Maji yanapokuwa machache unayakontrol. Kama ingekuwa pengine ni mto au bwawa, kuna maji tu ya viweko vya miguu yako huko chini. Hata kukimbia unaweza kukimbia. Yatakuwa ni unakimbia. Kwenye maji unaweza kuyakontrol. Yakiwa humu magotini, tayari shughuli inaanza kuongezeka. Uwezo kukimbia kwa nguvu.